6, Waamuzi 6:24, tuanzie 24 kisonga mbele. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari mdogo wa 24 na kuendelea. Ndasoma kwa uwezo wa Bwana. Maandiko yanasema hivi: ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo, akaita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Wabiezeri. 25. Ikawa siku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. 26. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake, ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile Ashera uliyoikata. Gideoni abomoa madhabahu ya Baali. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kuna kitu kitakuja kutokea baada ya ibada hii. Yes. Usiwe muoga na usishangae imekuwaje. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu tuende 27 kidogo, kuna kitu hapo mbele. Mstari wa 27 tusoma kwa uwezo wa Bwana. Maandiko yanasema hivi: ndipo Gideoni akatwaa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi aliyatenda usiku. 28. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama madhabahu ya Baali imebomolewa, na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Asante. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya nafasi na wakati mwingine ambao umetupatia ni kwa ajili ya neno hili nzuri la kutusaidia katika jamii na katika familia na katika uzao wetu, linalotusaidia pia hata kwa ajili ya huduma ambayo tulio nayo Bwana. Tunaomba nguvu zako, uwepo wako na moto wako kaonekane ni kwa ajili ya siku hii ya leo. Jitunguze Bwana, kanene nazi, nisinene mimi bali nena wewe, nisiseme mimi bali sema wewe, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tuseme amen. Amen. Katika utangulizi tunasoma hicho kitabu cha Gideoni, tunamwona vile Bwana alipomweza kumweleza Gideoni, lakini ni story ndefu ya Gideoni hii. Unapoianza katika hiyo mstari mlango wa 6 mstari wa kwanza ukiendelea, unakuta vile wana wa Israeli walimlilia Mungu wakiwa wanalia ni kwa sababu ya mateso wanayopitia. Na Bwana akawa anatafuta mtu ambaye atamsimamisha ili akaweze kuwasaidia wana wa Israeli kutoka katika vita na kutoka katika mateso. Lakini alipompata Gideoni, maandiko yanasema akamtuma malaika akaenda mahali Gideoni alikuwa anapepetea ngano. Mahali Gideoni alikuwa anapepetea ngano, na malaika akanena na Gideoni, na Gideoni hakuwa mrahisi wa kuweza kufatana na Mungu. Maana aliweza kuweka Mungu katika mtihani kwanza, na akawa analalamika, anamwambia Bwana, mambo haya yanayotupata tumesikia kutoka kwa mababu zetu ya kwamba ulitenda mambo makuu kule Misri, ukawatoa wana wa Israeli Misri, ukawatoa kwa mikono ya Farao, katika upanga na katika moto na katika uwezo wa nguvu zako. Lakini mbona leo tunateseka? Ninajua kwamba kuna mtu anayenena kama vile Gideoni alivyonena. Ndivyo Mungu kupitia malaika akamwambia, sasa wewe ndio umechaguliwa, utaenda kusimama kwa ajili ya kusaidia na kuokoa wana wa Israeli. Hiyo ni kiandaa tu kwa safari ya vita ya wana wa Israeli, na inachukua Gideoni kuenda kupigana vita. Na Bwana akamwambia, sasa inabidi uyavunje madhabahu ya Baali ambayo baba yako anayaabudu katika familia yenu. Na ndio maana tuko hapa leo kuyavunja madhabahu tulioridhishwa bila kujua, tulioridhishwa kwa kujua, tuliochangia na pesa zetu ambayo hatukuchangia na pesa zetu, tulioruka kwa keti hiyo, tuliowekewa kwa milango zetu, tuliovalishwa katika nguo zetu, tuliochanjwa katika miti ile. Leo mchana wa leo jioni
Geukia mtu muulize, sijui ngome ya kwenu ni gani? Muulize ngome ya kwenu ni gani? Mwambie kile ninachojua inaanguka leo. Aya. Mwambie kile ninachojua inaanguka leo. Huenda ngome ya kwenu ni ya watu wataitwa ndoa. Huenda ngome ya kwenu watu hawasai watoto wa kiume. Huenda ngome ya kwenu hawasai watoto wa kike. Huenda ngome ya kwenu watu hawabarikiwi. Huenda ngome ya kwenu watu hawafikisi miaka 100. Huenda ngome ya kwenu wanakufa na kansa. Huenda ngome ya kwenu wanakufa na TB. Huenda ngome ya kwenu wanakufa na magonjwa ya ulimwengu. Tunakataa hiyo. Tunatangaza ya kwamba watu wa kwenu hawatakufa mapema, watakufa na miaka mizuri, watakufa na 100+, 100+. Hiyo kansa itawaua, hiyo malaria itawaua, hiyo TB itawaua, hiyo mapepo itawaua, hiyo laana itawaua. Come on, matendo tunaitawambia utakufa mapema, utamalizika mapema. Umasikini sio sehemu yako, kung'ang'ana sio sehemu yako, kukataliwa sio sehemu yako, kuonewa sio sehemu yako, kudharauliwa sio sehemu yako. Come on, patia mtu high-five. Mwambie kudharauliwa sio sehemu yako. Mwambie nenda level nyingine. Mwambie ingia level nyingine. Leo hiyo ngome ambayo walisema hamtafaulu, hiyo ngome tunaiweka chini, hiyo ngome tunaiangusha. Mwambie mimi sijui ngome ya kwenu, lakini kila ninajua tunaiangusha leo, tunaiamurisha leo, tunaivunja leo, tunaibomoa leo. Ngome ya kuto kujenga, ngome ya kuto kujenga nyumba za mawe, ngome ya kuto kujenga nyumba za mabati, ngome ya kuto kujenga nyumba za simiti, nyumba za tiles, tunaimaliza leo. Hiyo ngome ya kuto kujenga utauawa, tunaikamata hiyo ngome. Joshua ameamrisha. Inakamilika. Unatoka kwa uchochole, unatoka kwa umasikini, unatoka kwa uonewa, unatoka. Haleluya. Unaweza keti kidogo, unaweza keti kiasi tu. Anasema ukiamrisha inafanya nini? Inakamilika. Na jioni ya leo Mungu anaenda kuamrisha. 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 Hilo boma lililokaa na giza, mwangaza unaingia.
Matendo ya Mitume 8:9 ndio jue kuna kitu kimeshikwa kwenu, kuna kitu kimeshikwa. Kwanza tuangalie Wakorintho wa pili 4 kwanza. Tuangalie Wakorintho wa pili 4 kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa kwanza mstari wa 3 hadi 6. Mstari wa 3 hadi 6 inasema hivi: lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea, 4 ambao ndani ya Mungu wa dunia hii amepofusha fikra za wasioamini, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. 5 kwa maana hatulijihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kwa kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Mstari wa 6 kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Haleluya. Mpe mtu high five, mwambie nuru ya Bwana iwake ndani yako. Mpe mtu high five, mwambie nuru ya Bwana iwake ndani yako. Mwambie hakuna giza kutoka hapa. Hakuna masikini kutoka hapa. Waliokosa ibada ya leo watalikreti katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Beba vingine na pika, beba vingine. Beba vingine na makunia ya navyo. Maandiko inasema Mungu wa dunia hii amepofusha watu macho, amepofusha watu mafikira. Hawaelewi ibada inayofanyika leo, hawaelewi kinachotendeka leo. Hata ukawapangia mazuri hawaelewi. Wamezoea pale penye chini, wamezoea pale penye kufinyiliwa. Kila wanajua ni kutafuta fedha, lakini watu hivyo kutafuta nguvu ya kulinda fedha na kula fedha. Bila nguvu ya kulinda fedha na kula fedha, hiyo tunavyotafuta visaliwa na watu kule, lakini sisi tunakataa. Bila tunavyovitafuta visaliwa na watu. Tutaenjoy mali yetu, tutaenjoy baraka zetu, tutaenjoy neema yetu. Hiyo roho ya Mungu. Unajua kila mji uko na Mungu wake. Na usipopitana na Mungu wa huo mji, hautatoboa, utafanana na watu wa mji. Ninakuambia usifanane na watu wa mji. Huo mji unaishi, usifanane na wao. Usisonge kama wao. Usikanyage kama wao. Usifae kama wao. Haleluya. Mungu wa dunia, yaani katika miji na Mungu wake, na huyo Mungu kazi yake ni kupofusha macho na fikira za watu. Anapofusha watu wasielewe. Hata ukiwaambia tunawafungua kwa kamba, huyo Mungu anawaambia usiende. Leo ndio siku ya mshahara, leo ndio siku ya mapeni, leo ndio siku ya kuongezewa mshahara, usiende. Lakini ingekuwa ni neema ya Bwana, leo watu wangeomba nafasi ili wapokee kibali hiki, ili wapokee baraka hiki. Lakini wewe uliyekuja, inasema madhabahu ya kwenu hayatakuweza. Madhabahu ya baba hayatakuweza. Madhabahu ya mama hayatakuweza. Madhabahu ya wazee hayatakuweza. Madhabahu ya wachawi hayatakuweza. Madhabahu ya nyana hayatakuweza. Ya kutokuza
Kila mji unaoishi, kama haujafaulu kupitana na Mungu wa ule mji, hautaona utajiri, hautaona baraka. Ndio maana watu wanahama mitaa usiku na mchana. Alikuwa Bamburi anasema Bamburi ni ukame, anahamia Mishomoroni. Anasema Mishomoroni ni ukame, anahamia Shanzu. Anasema Shanzu ni mbaya, anaenda Mtwapa. Anasema Mtwapa haifai, anaenda Malindi. Lakini wewe, Yesu Bwana anasema, anawaambia Joshua, popote utakanyaka mkuu wako, nitakupatia mipako. Popote utakanyaka mkuu wako, nitakupatia madhabahuni pako. Leo mwana Jerusalem, popote utakanyaka, popote utakanyaka, kwa hiyo kazi, kwa hiyo biashara, kwa hiyo nyumba, kwa hiyo ndoa, kwa hiyo maisha, shetani ana uwezo, uchawi una uwezo, miungu ina uwezo. Waliosema hutaweza, wao ndio hawataweza. Waliosema hutatoboa, wao ndio hawatatoboa. Waliosema huna lako, wao ndio hawana lao. Maana kitu kinaenda kutendeka, moto unaenda kufanyika, kibali kinaenda kuonekana, ishara zinaenda kuonekana, utukufu unaenda kuonekana, moto unaenda kuonekana, moto unaenda kuonekana. Usiku wa leo moto unaenda kuonekana. Bwana anamwambia Gideoni, nimekuchagua, lakini vile nimekuchagua, ninaona pingamizi inatokea kwa jamii, pingamizi inatokea kwa familia, vita vinatoka kwa familia, vita vinatoka kwa jamii. Maana jamii ikiwa na mizimu na mapambo na maroho za mizimuni na mapamboni na nyungu, hauwezi enda mbali. Maana hiyo roho inatafuta mtu atakayeridhishwa. Wengine hata wanasema tukifikia mwezi fulani huwa hatuoki, tukifikia mwezi fulani huwa hatuendangi hivi, tukifikia mwezi fulani huwa tusemanga hivi. Wengine wamewawekea ukifikia Disemba lazima mkutane, wasije kabusi chini ya mti fulani, alafu wanene hiyo busi ndio kila mmoja ale. Natangaza hiyo miti, hiyo mibuyu ikauke, hiyo mipango na isambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mchawi aliyefanya matambiko kwa familia yenu, na hiyo matambiko na yakeusa, na hiyo matambiko na yakeusa. Kuza mtu mwambie usifanane na watu wa kwenu. Mwambie usifanane na watu wa kwenu. Usiende kama watu wa kwenu. Usiseme kama watu wa kwenu. Mwambie fanikiwa kuliko watu wa kwenu. Mwambie inuliwa kuliko watu wa kwenu. Mwambie nawili kuliko watu wa kwenu. Mwambie boss, nasema inuliwa boss. Muite majina mazuri. Kama ni mwanamke muite boss lady. Kama ni mwanaume muite boss. Muite majina mazuri. Muite CEO, muite majina mazuri. Majina yote mazuri. Jehova maji wangu.
ambalo sio jina lako. Majina uliyopewa ya waliokuwa masikini isifanye kazi kwako. Majina uliyopewa iliyosumbua watu wa kweli isikusumbue wewe. Wengine walikufa na kansa, wengine walikufa na TB, wengine walikufa na ulcers, wengine walikufa na ukimwi. Haitakuua. Kilichoua baba yako hakitakuua. Kilichoua mama yako hakitakuua. Kilichoua jamii nasema hakitakuua. 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 Mwambie rafiki hakitakuua. Mwambie mimi sijui jina lako. Hilo jina la katikati mimi silijui. Lakini najua si nzuri vile. Hello. Mwambie najua hilo ndio limeleta limitation. Hilo ndio limekuwekea mipaka. Lakini jioni ya leo, mwambie jioni ya leo, I prophesy vile kukutoka ndani ya yai, toka ndani ya hilo jina. Uchamaanisha, mwambie imagine, umejua vile kuku inatoka kwa yai, unajua vile kifaranga inatoka kwa yai. Mwambie sasa wewe pia leo chomoka hivyo kwa hiyo jina lisilokuwa na baraka. Haleluya. Watashangaa wakati watakuona umetoka kwa ile kamba walikuwa wamekutekea. Umetoka katika kile kizuizi walikuwa wamekuwekea. Haleluya. Tukimalizia kesho, ikifika Disemba, hata kama una nyumba yako lakini najua Baba akiamrisha inakamilika. Kuna watu waliokudharau wakajiona wamefika juu, watakuja kukuuliza ulifanyaje, uliendaje, umefaulu vipi? Keti ni kuonyesha pamoja. Hapo kwa maandiko kuna mtu alikuwa amedharauliwa, watu wa Mungu walikuwa wamedharauliwa, wanafunzi wa Yesu. Lakini siku moja ilifikia, waliulizwa, jamani, mmefanyaje? Kumeendaendaje? Hicho tunakupatia ukitoka, watu wapendwa waulize, uliendaendaje? Ulifanyaje? Matendo ya Mitume 8 kuanzia mstari wa 9. Matendo ya Mitume 8 kuanzia mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. 10 Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema, mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. 11 Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. 12 Asante. Umesikia alikuwa mtu gani? Alikuwa mtu gani? Hata kama huko na Bible, hata masikio haiwezi sikia wakisoma. Alikuwa mtu gani? Mchawi. Na unajua uchawi alikuwa anaufanyia wapi? Akijifanya
na kuambia watu mambo yatakayofanyika, na maandiko yanasema watu walimwamini mtu huyu. Amen. Amen. Lakini alikuwa amedharau watumishi wa Mungu wote, maana anajua yeye ndiye yupo na ndiye atakaye kuwepo. Amen. Lakini sasa hebu nenda 17. Nenda 17 sasa. Mstari wa 17. Maandiko yanasema hivi: ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. 18. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu wa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, 19, nipeni na mimi uwezo huu, ila kila mtu nitakayemweka mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. 20. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Asante. Amen. Yaani huyu ni mtu ameshangaza watu kwenye kijiji. Yes. Ameshika watu akili zao. Yes. Watu wamemwamini wakisema huyu hakika maarifa yote alionayo yanatoka kwa Mungu. Lakini Yesu akainua mitume wakina Petro na wakina Yohana, wakaacha wakiwekea mikono kwa watu wakapokea Roho Mtakatifu. Mchawi akabadilika akasema, hii nayo ni moto kuliko uchawi. Sasa ninaomba niwape fedha, unipe hii kipawa. Nimekuambia watu watakuja kwako wakiuliza, ulifanya fanyaje? Nataka nikulipe, unisaidie. Kama mchawi Simoni alimshinda, hata mchawi wa kweli amshinde. Kama mchawi Simoni alimuhangaisha, hata mchawi wa kweli amhangaishe. Wachawi wote waliojiunga pamoja wapigane na wewe hawataweza, hata waokope hawataweza. Nguvu zinazotoka nazo wachawi wa ule mji hawataweza, wachawi wa injili ya ukora hawataweza. Hata wakapigana nasi na injili ya uchawi na ukanda na unabii wa ukora hawatawezana nasi, maana kile tulichopewa watu wengi hawana, kile tulichopewa watu wengi hawana, na hicho ndicho nakupatia. Enda nacho hicho, upigane nacho. Enda nacho hicho, ukose miungu hicho. Enda nacho hicho. Natangaza, enda nacho. Ilo boma la kwenu likaone moto, iyo familia ya kwenu ikaone moto, au wachawi wa kwenu wakaone moto. Haleluya. Hata kama mchawi wa kwenu alijiamini vipi, mimi ninajua ukibeba neno hili na uende nalo, atafurizi mbele yako kama maji ya tope linavyoyeyuka. Jina la Bwana lipewe sifa. Naomba jamani, neema hii siende na moto. Neema hii jamani, siende na moto jioni ya leo. Moto usiende na moto jioni ya leo. Kibali hiki hakisiende na moto jioni ya leo. Tumeanza na kitabu cha Waamuzi, tukasoma vile Mungu alimuinstruct mtumishi wake Gideon kwa kuvunja madhabahu ya kwao. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi sijui kinachokutesa wewe, ndio unajua kinachokutesa. Mimi sijui kinachokukula wewe, ndio unajua kinachokukula. Kuna watu katika familia na katika jamii, wakati mwingine mambo mengine hayataki uulize ndio ujue. Anzanga kujiuliza mwenyewe, na ujifananishe kwa hali yako, na ujifananishe kwa mama, na ujifananishe kwa nyanya, na ujifananishe kwa community. Halafu unajiuliza, unasema haya yaliyotendeka yametokea kwa jamii, hiyo yamenishika, siwezi endelea. Yaani hata nyumba mkijenga katika huo mji, lazima nyumba zifanane tu. Haleluya. Amen. Kusa mtu mwambie usijenge nyumba ya kufanana na nyingine. Mpatie high five, mwambie usijenge nyumba ya kufanana na wengine. Haleluya.
Kienda nyumbani wakuulize hiki kitenge kimetoka wapi? Mwambie hiki nilitoa Tanzania. Bwana nipewe sifa. Sio kienda hata kwenu hata wanakuhudumia. Badala waone kwamba malaika amefika tena wanakuhudumia. Kuanzia leo ukienda, enda tofauti. Na ukienda enda na neno la Bwana. Ukienda enda na maombi. Ukienda enda na moto. Naongea na wale wamemaliza muda mrefu bila kuenda kwao. Sasa nakupa moto mwezi huu wa Disemba. Enda kwenu kwa vishindo. Enda kwenu kwa moto. Enda kwenu kwa kibali. Ukienda na moto usitake kujua hati yule anayewachawi na kuwaroka utamnunulia sukari. Ununulie sukari na hiyo sukari iambie wewe sukari. Ukienda huko kama kuna uchawi, jigeuze mchawi wa Yesu, anza kuwanyonga, anza kuwapika, anza kuwafanyia. Haleluya. Amen. Vinene tu. Unajua nashangaa. Shetani alikeuza vile vitu ambavyo Mungu alitupatia kupigana na shetani. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa, ambia chawa siende kwa nani? Kwa Farao. Lakini siku hizi shetani amekeuza, anaambia chawa fani yao. Amejasikia funza zimefahamia mtaa mzima. Kama mjasikia hilo. Sasa mchawi anatumia hilo. Mwingine anasema nyuki fania kijiji hicho. Hapana, sisi ndio tutatuma hizo nyuki siwafani. Amen. Mimi nakumbuka tukiwa tuko pale chini, mama mmoja alikuwa haendi kanisani, alikuwa hajaokoka na mpaka sasa hajaokoka, lakini aliniambia pastor, kuna ndoto niliota kwako, hiyo ndoto inanikosesha usingizi. Nikamwambia ndoto gani hiyo? Akaniambia pastor, ulipoingia mji huu niliota umeweka crusade na wachawi wakatuma nyuki, na ukaambia nyuki rudi kwa yule aliyewatuma mfahamie paka na wachukuu wake. Pastor, watu waliumwa kijiji kizima, na nikajua mmoja wao ni huyu anayejitakasa. Haleluya. Ninakwambia utakapotoka kwa ibada hii kesho, ukimalizia kuna vitu utakuwa na command. Unaambia panda, wewe panda, rudi. Wewe mende, rudi. Wewe kongoni, toka, rudi. Haleluya. Bwana umepewa nini? Uwezo na mamlaka ya kukanyaga ngee na nyoka. Umepewa uwezo na mamlaka lakini hautumii. Ni kama mtu amepewa bunduki na hataki kutumia, baadaye wanamfahamia na baadaye anaenda kushitaki kwa kituo cha polisi. Hadi unajua nilikuja nikafahamiwa. Sasa hata polisi wanashangaa. Sasa hii bunduki ni ya nini? Kwani ni toi? Bado wamepewa bunduki. Wakristo wengi wamepewa bunduki. Badala wa shoot wanaenda tena kwa maombi wakilia, Mungu wamenitumia kunguni, wamenitumia mende, wamenitumia. Wewe amrisha kuanzia leo, amrisha hizo nyuki, hizo mende, hizo panya, hizo kunguni sirudi kwa. Haleluya. Amen. Ati huyu jamaa anaitwa Simoni alikuwa ni mtu mkubwa sana, na alikuwa anatumia nini? Uchawi, na alishika watu wengi kwenye kijiji wakawa wanamsikiza. Mimi sijui nani anazungumza sana kwenye kijiji cha kwenu, sijui nani ana uwezo sana kwenye kijiji cha kwenu. Mimi sitaki kujua hata kama anachukua nyota za watu akitumia, lakini kuanzia leo nyota za jamii yenu zitarudi. Nyota za familia yenu zitarudi. Nyota za mamlaka zitarudi. Haleluya. Amen. Muulize jirani, wewe ni nini unatafuta? Kilichopotea, nini kilichopotea unatafuta?
muuliza kuambie nini chake kilipotea. Sasa nataka usome hiki kitabu, alafu baada ya kusoma nataka tusimame, maana kesho ni Jumapili. Leo sitaki nikuache usiku. Kitabu cha Marko 16 tuanzie 15, upate mamlaka uliopewa ambayo unastahili kutumia. Yes. Haleluya. Amen. Marko 16 mstari wa 15, tunasoma kwa uwezo wa Bwana. Maandiko yanasema hivi, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. 16, aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Twende 17, anasema hivi, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha moja. 18, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Kupaa kwa Yesu. Muulize mwenzako, umesikia kazi ulioajiwa? Sio umbea, ni kuwafanya watu kuwa nini? Wanafunzi. Baada ya hapo kuwapatiza. Baada ya kuwapatiza kuwaruhusu waende. Hapa haijasema mpaka upewe mafuta ya anointing. Hapa haijasema mpaka uitwe apostle. Hapa haijasema mpaka uitwe reverend. Hapa haijasema mpaka uitwe askofu. Yes. Imesema hivyo, lakini imesema watafanya nini? Wataweka mikono kwa wagonjwa, watakanyaka nyoka na ngee, na vyote vitafanya nini? Hata wakakutengea chakula cha sumu, utakula na unafika nyumbani unaongeza maji na unasikia uko sawa. Wanangojea vilio, wanangojea vilio. Asubuhi wanakuona umeamuka, unaenda dukani kutafuta mkate. Yes. Sema kwani hakufa? Mwambie mwenzako, mimi si video. Mwambie tena, mimi si vile. Na kama ajui, kuna maandiko inasema utakufa, utaishi, ufanye nini? Wewe ushawahi simulia? Sio waliokufa ni wanasimulia, walio hai. Sasa wewe mbona hujasimulia? Kama umesimulia, umeleta watu wangapi hapa? Umesimulia matendo ya Mungu. Umesimulia wangapi? Wangapi? Haleluya. Nataka tusimame sasa kwa sababu ya time. Nataka tu worship kwa wimbo kamoja. Alafu baada ya hapo tunataka tuingie mbele za Bwana. Kila mmoja leo nataka utengeneze, uangalie hiyo kona, hiyo familia. Ni miungu gani hiyo ambayo imesimama, ambayo inahitajika tupikane nayo na tumalizane nayo. Are you ready? Yes. You ready? Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana.
vizuri, na wakati ulikuwa unaomba vizuri, lakini siku hizi anga limeshikwa, usiomba vizuri. Nenda mbele za Bwana, pigana na wakuu wa anga, pigana na wachawi, pigana na hiyo mizimu. Chochote walishika waachilie, chochote walikamata waachilie.
Emmanuel siwezi. Wewe unaweza kutenda, wewe unaweza kufanya. Shuka mwenyewe sasa, anza kutenda Baba, anza kufanya Baba, anza kutenda Baba, anza kufanya Baba. Gusa kona hiyo, gusa kona ile, gusa katikati, gusa mbele Bwana, gusa kila nafsi, gusa kila moyo, gusa kila madhabahu, gusa kila ngome, gusa kila mizimu. Tunapigana na ngome, tunapigana na ngome, tunakemea hiyo ngome, ngome ya mababu, ngome ya polikamas, ngome ya tanyuko. Tunaikemea, tunaivunja, tunaipomoa ndani yetu. Ya majina yako tunakemea hiyo ya umasikini na mapepo ya mizimu ya tunahitaji rehema zako, tunahitaji kibali chako, tunahitaji moto wako, tunahitaji uweza wako. Njoo mwenyewe Jehova, njoo mwenyewe Jemedari, njoo mwenyewe Simba wa Yuda, njoo tuokoe, njoo tutembelee, njoo tubariki, njoo tufungue, njoo tutengeze, njoo tutengeze, njoo tuwezeshe, njoo tutawale, njoo tufungue, njoo tukomboe, njoo tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunalia kwa ibada hii, Bwana afunguliwe, Bwana abarikiwe, Bwana atawaliwe, Bwana ongoze na wewe, Bwana atawaliwe na wewe, Bwana ongoze na wewe. Asante Bwana, asante Mfalme, asante Benezi. Waliokataliwa kazini, waliokataliwa kwa ndoa, waliokataliwa biashara, waliokataliwa kwa mji, tunawarekeshea neema, tunawarekeshea neema, tunawarekeshea neema, tunawarekeshea neema, tunawarekeshea neema, tunawarekeshea neema, tunawarekeshea neema. Miguu yako ikanyake mahali watu wa kwenu hawachakanyaka. Mikono yako iguse vitu ambavyo watu wa kwenu hawataigusa. Macho yako ione mambo makuu mazuri yale watu wa kwenu hawataona. Maisha yako yawe mema kuliko ya watu wengine, katika jina la Yesu Kristo. Wanaopigana na wewe hawatakuweza, wanaotengeneza ngome hawatakuweza. Ngome zao zimepasuka, mitungi yao imepasuka, anga lao limepasuka, vifungo vyao vimepasuka. Umebarikiwa, umeinuliwa, umefunguliwa, umetakasika katika jina la Yesu. Asante Bwana, asante Mfalme, umesikia na umetenda sawasawa na neno lako, na ni kwa jina la Yesu Kristo. Na mtu aliye hai useme amen. Unaweza pigia Bwana shangwe na makofi mazuri. Lakini tunajua imepasuka, imepeana Bwana. Kesho tukiweka nyumba ya mwisho, hiyo ngome inaanguka chini. Ukuta wa Yeriko utakuwa chini na utaingia ndani ya Yeriko. Haleluya. Nataka tumtolee Bwana sadaka, nataka tumtolee Bwana sadaka, nataka tumtolee Bwana sadaka.
sitaki kujua utapenya aje, lakini kile ninajua Mungu ataingilia kati. Sasa Evans ndio tufungia kwa maombi. Kesho tukutane mapema saa 2 kamili tuwe hapa kwa ibada ya kwanza. Tusichelewe, wale tunafunja ngome tupatikane kwa maombi, tuanze kupenya kufunja ngome. Halafu ikifika saa ngapi? Ikifika masaa ya ibada ya pili tuingie tena, tumwambie Bwana tunangojea kukamilisha kazi jioni. Haleluya. Tukimaliza tunaingia revival yetu ya kumalizia kesho. It will be fire. Into fire. Into fire. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka, tunakushukuru jioni njema hii Bwana, ambaye imekupendeza ili unene nasi Jehova. Asante kwa sababu tumesikia neno lako. Umetenda mambo makuu Jehova Jire. Umejidhihirisha uwepo wako. Pokea sifa, pokea utukufu. Asante kwa wote waliofika. Wabariki, wainue, watende mema. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana, hata na mtumishi wako uliyemtumia siku ya leo. Uzidi kumjazia mahali amepungukiwa, uzidi kumtetea usiku na mchana. Uwe mlinzi wake, Mungu anayeweza. Asante Jehova, unastahili sifa na unastahili utukufu. Tunapoondoka tuone uwepo wako Bwana, kila mmoja Bwana, kuanzia leo yani tawala, nyumbani tawala, kila mmoja kuone na umeahidi kutenda, na wewe ni Mungu anayetenda. Wewe ni Mungu semaye kweli. Asante Bwana, uwezo na mamlaka iwe pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ni nani? Ni Yesu.